Mambo vipi Tanzania, mambo vipi wana michezo wa Niako TV, karibu sana kuweza kufahamu zile taarifa zote za kimichezo zilizojiri kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na zile ambazo zinatarajiwa kujiri na zile ambazo tayari zimekwisha kujiri kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa kubwa hapa nchini Tanzania, na kama unavyojua ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League imepumzika kwa muda ikipisha maandalizi ya AFCON kwa finali za AFCON katika mwaka 2025, na timu pia yetu ya Tanzania Taifa Stars pia ipo katika kambi yake kule nchini Misri, na leo pia wachezaji wale mastaa wakubwa Simon Msuva na Mbwana Samata tayari wamekwisha kutia kambi ndani ya kambi kule nchini Misri. Sasa taarifa kubwa kutoka hapa nyumbani Tanzania ni juu ya taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambapo imetoa pia taarifa mbalimbali na za adhabu mbalimbali, na adhabu ambao moja hapo imeenda kwa klabu ya Dar es Salaam Africans ambao wameweza kutozwa faini ya shilingi milioni 5. Wametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa lipi? Shabiki mmoja wa klabu ya Dar es Salaam Africans ndio chanzo cha kuweza kupelekea mpaka Young Africans kutozwa faini ya shilingi milioni 5. Klabu ya Yanga kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani imepokea imetozwa shilingi milioni 5 kwa kosa la shabiki wake kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la pitch kwa maana la kuchezea, ambako shabiki huyo alionekana kufika hadi kwenye lango la timu ya Coastal Union na kuinama kama kwa ishara ya kuweza kutafuta kitu ama kuchukua na kuweka kitu. Na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 hadi kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mtazamaji wa Niako TV, kama unakumbuka mchezo wa mwisho wa Yanga Sports Club wa ligi kuu ya NBC Premier League waliwafuata Coastal Union kule jijini Dodoma, na mchezo huo ulichezeka katika dimba la Jamhuri Stadium pale Dodoma, na mchezo huo katamatika kwa ushindi wa goli moja kwa bila. Goli pekee la Young Africans likifungwa na Prince Dube, na dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa ni ngumu kwa upande wa timu zote mbili, lakini kwa Yanga Sports Club ndio walofanikiwa. Dakika za jioni kabisa ndipo ambapo Young Africans wanakuja kupata goli na kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huo mbele ya Coastal Union. Sasa baada ya mchezo huo ndipo kuna shabiki ambaye aliingia katika eneo la kuchezea kwa maana ya pitch baada ya kuruka uzio na kuweza kufika moja kwa moja hadi katika lango la Coastal Union na kuweza kuonekana akinama kama kutafuta kitu, kuchukua kitu na kuweka kitu. Lakini wakati huo bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB inazikumbusha klabu zake kuendelea kusisitiza umuhimu wa mchezo wa kiungwana ama kuwa na mchezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi na mashabiki wake. Ukumbusho huu unakuja kufuatia mfululizo wa matukio ya wachezaji kufanya vitendo visivyo vya kiwana michezo kwa wachezaji wenzao, ikiwemo kuweza kupigana pamoja na kuhatarisha usalama wa wachezaji. Matukio haya pia yamekuwa yakileta taswira mbaya kwa ligi kuu ya NBC, jambo ambalo linaweza kushusha hadhi yake, na kwamba licha ya adhabu hii ambazo zimekuwepo zikiendelea zikitokea mara kwa mara kwa wachezaji husika, bado matukio hayo yanaendelea uwanjani. Hivyo bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara inazikumbusha klabu zake kuendelea kusisitiza umuhimu wa mchezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi pamoja na mashabiki wake. Yapi maoni yako baada ya taarifa hii kutolewa na bodi ya ligi kuu? Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Ni Niako TV, usiache kusubscribe wa channel, lakini pia tufollow katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Lakini pia mimi naitwa Official Mutra Msanoaji. Instagram unaweza kunifollow kwa jina moja la Official Mutra Msanoaji.